Namshukuru sana Rais wa Chama cha Wanasheria. Ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia yaliyojiri tarehe 29. Kwa sababu tarehe 29 Oktoba kwa sababu yanatuonesha vidonda na pengine yanaweza pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza nakubaliana naye 100%. Na pili naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi, kuendelea kuzungumzia kwa viongozi wa serikali, wa taasisi za kijamii, vyama vya siasa, wanaharakati, kuendelea kuongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na rais wa Chama cha Wanasheria kwamba tusitoneshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ili linamhusu pia rais wa Chama cha Wanasheria. Na nitawasimulieni na nyinyi mtajua baadaye ananisaidiaje. Mwaka 2005 wakati wa uchaguzi wa ubunge pale Songea mjini, siku moja kwenye kampeni, baada ya kumaliza kuzungumza kuomba kura, wananchi wakapewa nafasi ya kuuliza maswali. Mwananchi mmoja akainuka akasema, sisi bwana, hayo yote uliyoongea tumeyaelewa, lakini sio muhimu sana. Mimi na wenzangu tuko hapa 15, tuna mechi kesho, tunataka mipira. Tunataka mipira kwa ajili ya kesho, tarehe ya uchaguzi mechi itakuwa imeshapita. Sasa yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Rajabu, alikuwepo pale, akaomba kipaza sauti, natoa 500 hapa kwa ajili ya mipira. Afa katoa anaweka namna hii. Mara pap tulikuwa tumesahau kama naye gombea naye ni wakili Mbogoro. Uchaguzi umeisha, mimi nimetangazwa mshindi. Mbogoro kaenda kafungua kesi. Na lalamiko la kwanza, kutoa rushwa. Mimi nimeita wanasheria, nimekaa nao pale, nawaambia hii kesi, mbona hamna kesi hapa? Wakaniambia, mheshimiwa, hebu tuitazame. Wakapitia, wakauliza kuhusu ushahidi, wakaambiwa mkando video, jamaa akipeperusha hela. Wale wanasheria, maadvocate wenzake na Mwabukusi wakasema, mheshimiwa, hapa huna pa kutokea. Katika sheria ama umefanya wewe ama ajenti wako, huyu atatambulika kama ajenti wako. Labda pale alipotaka kutoa hela ungechukua kipaza sauti useme sio mchango wangu, si usiki nao. Hukusema chochote, ulipiga makofi. Sasa naambia, jamani, mimi ubunge wenyewe ndio mara ya kwanza tunaingia, hata miezi 3 sina, mnataka mnichomoe? Nawaambia mawakili wangu tunafanyaje? Wakasema tuachie tukatafakari. Wamekaa masaa 3 hivi, wakarudi. Wakasema, wana, hapa namna pekee ya kukuokoa ni PO. Sasa PO ndio nini? Sasa mimi, mnajua mimi baba yangu alikuwa polisi. Ukisema tu PO hivi mimi nafikiri police officer. Kwa hiyo ikabidi wanielekeze taratibu hiyo kitu inafanyaje. Kwa hiyo wakasema sasa hii inahitaji research. Kwa hiyo tuachie tukaifanyie kazi na tuachie muda wa kutosha. Muda gani? Wakasema hata wiki 2, inataka research. Hatuwezi kukuambia tu, maana njia pekee ya kutoka ni hiyo, hakuna nyingine. Basi wakaenda wakaanza kufanya research yao. Walisema wiki 2, lakini siku ya 3 wakarudi. Wakaniambia kazi imeisha, tumeshashinda hii. Mmeshindaje? Wakaniambia PO. Wakili aliyemtumia Mbogoro hajalipa ada ya wakili.
Bahati nzuri tukiwa kule mtaani tunasema ngoma ikaenda mahakamani. Habari ikaenda mahakamani. Pio jaji akasema pio hii imesimama. Kesi nje. Sasa paka wakati ule ilikuwa Tanganyika Law Society regulations peke yake zilikuwa zinasimamia jambo hili. Lakini kwa kesi ile sasa na bahati ikaenda pia rufaa uamuzi ukasimama mahakama ya rufaa. Sasa ilipoenda mahakama ya rufaa ndio sasa ikishaenda kwenye mahakama ya rufaa inageuka kuwa nini? Sheria. Kwamba sasa sio administrative issue tena, ni mandatory. Na wanasheria wote wanajua, mawakili wote wanajua. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba kipato cha TLS kiliongezeka kwa sababu ile kesi yangu. Sasa Mwabukusi mnanisaidiaje? Mheshimiwa Jaji Mkuu, baada ya kuyasema hayo, sasa ninayo heshima kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutamka kwamba mwaka mpya wa mahakama 2026 umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.